Wanajua wakiichafua Tanzania yetu tutapoteza watalii. Wanajua wakiharibu Tanzania yetu pale bandari, si ndio walikuwa wanapinga wao? Ile timu iliyokuwa inapinga mkataba wa bandari, ambapo leo bandari ndio tunapata pesa nyingi sana. Kontena nyingi zinatoka kwenda Zambia, kwenda Kongo, kwenda Rwanda, kwenda maeneo mengine. Tunapata fedha nyingi sana. Tumeanza kukomana, ni hatua za kujitegemea. Wale waliokuwa wanapinga wanaona aibu leo, na ndio hao ambao wanasema wanampeleka Katambi mahakamani. Sasa mahakamani Katambi unamtishia tena Katambi huyu au Katambi mwingine, tunamburuza mahakamani, tunampeleka, tunafanya nini na nini. Halafu mmeshindwa kuwapeleka mahakamani ambao wanachochea taifa letu kuangamizwa kwa kuchoma moto. Mmesikia shule zinataka kuchoma moto, wavamie vituo vya polisi. Hivi ikitokea machafuko hapa, wao wametanguliza watoto wao nje ya nchi. Kuna mzee mmoja anaenda kunishtaki, yaani kasema hata Watanzania hawezi kuamini tena. Eti anasema mimi mzee huu siwezi kuona haki inapotea. Sasa haki ipi? Na ndio maana umesema mimi mwenyewe hapa hata sijaitwa hata na mahakama, na mahakamani hata wakiniita noloji kunoja nolompiti nokutwala na kutwala nolompiti. Unajua tumekuwa na utaratibu wa watu kuzungumza vitu kwa kupotosha, kwa kusema uongo, kwa sababu wana muda wa kushinda kwenye TV. Alafu ukweli, uongo ukisemwa mara nyingi unaonekana ni ukweli kwa sababu haupotoshi. Uongo kweli. Na mtu ambaye unajua Mwalimu Nyerere alisema tunapambana na ujinga, umaskini na maradhi, si ndio? Sasa hata mtu mjinga akienda kwenye TV amevaa suti, amevaa tai, kila siku akawa naongea lakini ni mjinga, kama hakuna mwelevu wa kumpotoa kwa kumsahihisha ataonekana yuko sahihi. Uongo kweli. Kwa hiyo tumekuwa tukitumia, wajinga mara nyingi wamekuwa wanatumia muda mrefu sana kueleza vitu vya kijinga vya uongo, kwa sababu hakuna muda wa kuwapotosha, wanaonekana ni kweli, na matokeo yake Watanzania baadhi wanawaamini. Tumeamua sasa, mjinga ni kumkabili, mjinga ni kumwambia na kumwonyesha njia ili tumsaidie asipotoshe na kuambukiza wengine ujinga. Huo ndio msaada pekee tutakaofanya. Niwahakikishie kijana wenu sitatetereka hata siku moja. Katambi mnayemjua ataendelea kusimama kwa unyofu, kwa uadilifu, kwa upendo wa dhati na kwa uzalendo kuhakikisha taifa letu linakuwa salama. Nitafanya kila ninaloweza na Mwenyezi Mungu anisaidie kuisaidia nchi yangu, rais wangu na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhakikisha wakati wote Tanzania inakuwa salama, yenye amani na maendeleo yaendelee. Nitafanya kila ninaloweza kuhakikisha vizazi na uzao wenu unakuja kumiliki taifa hili likiwa na mali zake, taifa hili likiwa na rasilimali, na watoto wenu katika uzao wakatokea kuja kuwa viongozi wa taifa hili, sisi tukiwa tumelikabidhi salama. Wajibu huu hauna lele mama. Wajibu huu hauna msalia mtume. Wajibu huu hauna kucheka na nyani, kwa sababu Tanzania hatutaki kuvuna mabua. Waswahili wahenga walisema ukicheka na nyani utavuna mabua. Wajibu huu wa pili, sitegemei kupendwa kwa sababu mimi sio ice cream. Sitegemei kupendwa kwa sababu mimi sio hela. Hata Mwenyezi Mungu mwenyewe kuna watu hawamwamini, hawamwabudu. Uongo kweli. Isa bin Maryam, Yesu Kristo, kuna watu hawakumwamini, wakawa wachochezi, wakachochea, na uchochezi kumbe umeanza zamani. Walichochea viongozi wa dini mpaka wakampeleka msalabani. Uongo kweli. Uchochezi ulianza zamani. Wasaliti walianza zamani, walimuuza Yesu kwa vipande vya fedha. Uongo. Vijana tunarubunika, tunaingia kwenye maeneo ambayo yanahatarisha usalama wa nchi kwa kisingizio ambacho Mheshimiwa Rais juzi alisema
baadhi wakabeza ambayo aliyasema Mheshimiwa Rais kwamba kuna watu ambao kwenye taifa wamekuwa wakitumia nafasi mbalimbali ambazo zipo kwa mujibu wa sheria na ni haki za msingi, lakini wale matendo wanayoyafanya wanatumia zile haki za msingi kujifichia uovu wao. Rais juzi, mnakumbuka, alitoa hotuba akasema taifa hili tutalilinda kwa wivu mkubwa, maendeleo yetu tutayalinda kwa gharama zote, vizazi vyetu tutavilinda vya sasa na vya baadaye, kwa sababu Tanzania tunayo moja, nchi kwanza. Tukianza kuliathiri taifa letu kwa visingizio vya kisiasa kwamba tuna uhuru wa kisiasa usio na mipaka, si kweli. Katiba yetu inatoa haki ya kujishiriki kwenye majukumu ya kisiasa, kujumuika pamoja, kufanya shughuli zozote, lakini katiba hiyo hiyo inatoa wajibu ili wakati unatumia haki yako usiwabugudhi wengine, usiwaumize wengine, usiathiri haki za wengine, usipoteze mali za wengine. Katiba hii imetoa mipaka pale ambapo wewe unatumia haki yako na ukaitumia vibaya, mipaka yake vyombo vya ulinzi na usalama vinaweza kuingilia ili usiathiri walio wengi. Mheshimiwa Rais juzi aliwaambia tunaweza kusaidiwa kuharibu nchi yetu, lakini hakuna anaweza kutusaidia kuijenga nchi yetu. Waulizeni Libya, nchi iko hoi, nchi, wananchi, uchumi, amani iendelee. Dr. Samia, nchi, wananchi, uchumi, amani. Dr. Samia, nchi, uchumi, wananchi, amani.